Taarifa ya habari za dunia imesomwa na Teofani Ngitu. Mimi ni Awadhi Rashidi na karibu katika matangazo ya jioni ya Rubaa za Kimataifa kutoka Arusha One Radio. Na miongoni mwa utakayoyasikia ni pamoja na viongozi wa Chadema wamesema hawajaachiliwa kwa makubaliano yoyote. Kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kiongozi wa Syria Ahmed al-Sharaa ni kiongozi imara na shujaa. Hiyo ni baada ya kukutana naye katika ikulu ya Marekani White House, lakini pia jeshi la Urusi limetangaza kuwa limekamata kikamilifu sehemu ya mashariki ya mji wa Kupiansk ulio katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Pamoja na hayo, watu 12 wameuawa katika shambulio la kujitoa muhanga kule nchini Pakistan. Ujumbe wako kupitia 07522700 ni sehemu ya kipindi hiki cha Rubaa za Kimataifa. Na moja kwa moja basi tuanze kutizama taarifa ambazo tumekuandalia jioni ya leo katika kipindi hiki cha Rubaa za Kimataifa. Na tuanzie kule nchini Marekani, msikilizaji wa Arusha One Radio, ambapo tunaelezwa kwamba Rais wa Marekani Donald Trump amemsifu Ahmed al-Sharaa, kiongozi mpya wa Syria, kama kiongozi imara baada ya mazungumzo yao katika ikulu ya White House. Al-Sharaa aliyempindua Rais Bashar al-Assad Disemba mwaka jana aliwahi kuwa kamanda wa kundi lenye uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda, lakini ameahidi kulijenga upya taifa lake na kulinda makundi ya wachache. Trump amesema anamuona al-Sharaa kama mtu mwenye nguvu na maono, akiongeza kuwa anataka kuona Syria ikipata mafanikio. Marekani na washirika wake wameondoa vikwazo na kumtoa al-Sharaa katika orodha magaidi, huku Syria ikitarajiwa kujiunga na muungano wa kupambana na makundi ya kigaidi. Hata hivyo, katika mahojiano na moja ya shirika la habari la nchini Marekani, Ahmed al-Sharaa amekana kuhusika na mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2001 yaliyoua zaidi ya Wamarekani 300. Kwa taarifa zaidi kutoka huko nchini Marekani na ripoti hii ya mwanahabari wetu Amina binti Yahya. Al-Sharaa, ambaye wiki iliyopita ameondolewa katika orodha ya magaidi wa kimataifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, alikutana na Rais wa Marekani Donald Trump ikulu ya White House siku ya Jumatatu. Rais mpya wa Syria ni kiongozi shupavu, napendezwa naye na tunaelewana vizuri. Nafikiri tutafanya tunachoweza ili Syria iimarike. Ukitazama Syria miaka iliyopita, ilikuwa ni nchi yenye madaktari, mawakili mashuhuri na wasomi wengine wa kuheshimiwa. Kwa hivyo tunataka kuona Syria ikiimarika sambamba na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati, na nina imani kwamba ataweza kufanya kazi hii. Kabla ya kuingia madarakani, al-Sharaa aliwahi kuwa kiongozi wa kundi la Hayat al-Tahrir al-Sham, tawi la Al-Qaeda katika eneo la Mashariki ya Kati, lililokuwa likiongoza muungano wa makundi ya upinzani yaliyofanikiwa kuteka mji wa Damascus mwezi Disemba 2024 na kumuondoa madarakani rais wa muda mrefu wa Syria Bashar al-Assad. Akizungumza na Fox News muda mfupi baada ya kukutana na Trump, al-Sharaa alisema uhusiano wake wa zamani na makundi ya jihad ulikuwa ni sehemu ya kihistoria iliyopita. Nilikuwa na umri wa miaka 19 tu wakati huo. Nilikuwa kijana mdogo sana na sikuwa na madaraka yoyote ya kufanya maamuzi. Sina uhusiano wowote na tukio la 9 mpaka la 11. Na wakati huo Al-Qaeda haikuwa hata kwenye eneo nililokuwa nikiishi, alisema. Aliongezea kuwa yeye sio mtu sahihi kuhusishwa na mashambulizi ya ndege yaliyosababisha vifo vya takribani wa Marekani 3,000 na kuchochea uvamizi wa Marekani nchini Iraq. Tunawahurumia kila raia asiye na hatia aliyepoteza maisha, alisema. Hata hivyo, utawala wa al-Sharaa bado umekumbwa na machafuko ya kidini yaliyolenga jamii za Druze, Alawite na Wakristo. Licha ya ahadi yake ya kujenga upya Syria
kama taifa jumuishi baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Na katika mahojiano hayo, Al-Sharaa pia alisisitiza kuwa Syria na Marekani zinapaswa kushirikiana katika kupambana na kundi la kigaidi la Islamic State na kueleza matumaini yake kuwa Rais Trump anaweza kusaidia kusimamia makubaliano ya amani na Israel ambayo ilipanua eneo lake la uvamizi kusini magharibi mwa Syria mwaka 2024. Tunafungua ukurasa mpya wa uhusiano ambapo Syria na Marekani zitashirikiana kulinda amani na kupambana na ugaidi, alisema Al-Sharaa. Uamuzi wa Syria kujiunga na muungano wa kimataifa dhidi ya Islamic State pamoja na ziara ya kihistoria ya Rais Ahmed Al-Sharaa nchini Marekani unaashiria mwanzo wa zama mpya za uhusiano wa kidiplomasia kati ya Damascus na Washington. Hatua hii imeleta matumaini mapya ya usalama na ushirikiano na utulivu wa kikanda baada ya miaka mingi ya uhasama na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa upande wa Marekani, uhusiano huu mpya unaonyesha mwelekeo mpya wa sera za kigeni chini ya utawala wa Rais Donald Trump, inayojikita zaidi katika mazungumzo ya ushirikiano badala ya migongano ya kijeshi. Kwa Syria, ushirikiano huu ni fursa ya kujenga upya taswira yake duniani, kurejesha imani ya kimataifa na kufungua njia ya maendeleo na maridhiano ya kitaifa. Kwa jumla, azama hizi mpya za Marekani na Syria zinaweza kuwa ishara ya mwanzo wa enzi ya ushirikiano wa kimataifa dhidi ya ugaidi na juhudi za pamoja za kuleta amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati. Mimi ni Amina Yahya wa Rubaa za Kimataifa. Asante mwanahabari wetu Amina Yahya kwa taarifa hiyo kutoka huko Marekani, ambapo Rais wa Syria Ahmed Al-Sharaa amekutana na Rais Donald Trump katika ikulu ya White House. Turejee humu nchini Tanzania, ambapo kamishna mkuu wa haki za binadamu Umoja Mataifa Volker Turk ametaka uchunguzi juu ya mauaji na ukiukwaji wa haki za binadamu uliotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29. Taarifa zilizopatikana na ofisi ya haki za binadamu Umoja Mataifa kutoka vyanzo mbalimbali vimeonyesha mamia ya waandamanaji na watu wengine wakijeruhiwa wakati wa uchaguzi. Taarifa za familia zinazosaka wapendwa wao kila mahali kwa kutembelea kituo kimoja cha polisi baada ya kingine na hospitali moja baada nyingine ni za kutisha. Naomba sana serikali itoe taarifa kuhusu hatima na mahali walipo watu wote waliopotea na kukabidhi miili ya waliouawa kwa wapendwa wao ili wazikwe kwa heshima, amesema Volker Turk. Pia kuna ripoti kwamba vikosi vya usalama vilionekana vikiondoa miili kutoka majiani na hospitali na kuipeleka kwenye maeneo ambayo hayajulikani katika jaribio la kuficha, alisema kamishna huyo wa haki za binadamu. Hayo yakijiri, makamu mwenyekiti wa Chadema Tanzania Bara John Heche amesema yeye na viongozi wengine hawakuachiwa kwa makubaliano maalumu wala hakuna mazungumzo walioyafanya wakati alipokamatwa kama ambavyo imekuwa ikidaiwa kwenye mitandao ya jamii. Tumekuja kuripoti polisi kama tulivyotakiwa jana. Baada ya kuachiwa tumeambiwa turudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kwa tutarudi Alhamisi saa 4 asubuhi. Kuna mambo kadhaa ambayo nataka kusema kwa niaba ya chama chetu. Mimi nimekuwa mahabusu ya polisi tangu tarehe 22 kwa siku 21 mfululizo. Kwa hiyo sikuwa najua kwa undani kilichojitokeza. Jana usiku nimepata nafasi ya kuona mambo mabaya sana yaliyojitokeza. Kwa niaba ya chama chetu nataka kutoa pole kubwa sana kwa Watanzania wote waliopoteza ndugu zao, waliopoteza mali, hasa waliopoteza ndugu zao. Tuliwaambia mapema kwamba kuna sababu ya kurudisha taifa pamoja. Kwa hiyo kwa niaba ya chama chetu tunatoa pole. La pili, kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche. Kwingineko, jeshi la Urusi limetangaza kuwa limekamata kikamilifu sehemu ya mashariki ya mji wa Kupiansk ulio katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine, eneo lenye umuhimu mkubwa na la kimkakati katika vita vinavyoendelea baina ya mataifa hayo mawili. Mwanahabari wetu Abdul Nasir Mwita ameandaa ripoti ifuatayo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi, vikosi vyake vimefanikiwa kudhibiti eneo hilo baada ya mapigano makali. Serikali ya Kiev ilikanusha madai hayo, ikisema kuwa mashambulizi ya Urusi yalikuwa yakizuiwa kwa mafanikio. Hata hivyo,
Moscow imesema kauli hizo zinaonyesha kuwa rais wa Ukraine Vladimir Zelensky amejitenga na uhalisia. Taarifa ya hivi karibuni kutoka Moscow imeeleza kuwa Ukraine inaendelea kujaribu kupenya hadi kuwafikia wanajeshi waliokwama kwenye mzingiro, lakini juhudi hizo zimesababisha vifo vya hadi askari 60 na uharibifu wa magari ya kivita na vifaa vizito 16, ikiwemo kituo cha rada na vituo vitatu vya vita vya kielektroniki. Wiki iliyopita, Zelensky alidai kuwa kulikuwa na wanajeshi wa Urusi wapatao 60 pekee katika mji wa Kupiansk na kwamba jeshi lake lilikuwa likifanya msako wa kuwaondoa. Urusi kwa upande wake imesema kuwa imezingira vikosi vya Ukraine katika maeneo mawili tofauti ya mstari wa mbele, likiwemo eneo hilo. Rais Vladimir Putin alitoa nafasi kwa Kiev kuamuru wanajeshi wake wajisalimishe, lakini Zelensky alikanusha madai hayo, akisisitiza kuwa Ukraine bado inadhibiti maeneo yote mawili na kuishutumu Moscow kwa kuwapotosha washirika wa Magharibi, hasa Marekani ambayo imekuwa ikisaidia Ukraine kijeshi na kifedha. Kwa mujibu wa ripoti mbalimbali, jeshi la Ukraine linakabiliwa na changamoto kubwa kutokana na visa vya askari kukimbia jeshini na upinzani wa raia dhidi ya ajira ya lazima jeshini. Serikali ya Zelensky sasa inategemea mashambulizi ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya nishati ya Urusi ili kulipiza pengo la nguvu lililoko upande wa Moscow. Wakati huo huo, mwanasiasa kutoka Finland Armando Mema amemtaka Rais Zelensky kusitisha mara moja mashambulizi ya kijeshi ndani ya Urusi, akisema hatua hizo hazina maana ya kimkakati na zinaongeza mateso kwa wananchi wa Ukraine kutokana na mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Moscow. Kupitia ujumbe aliouandika kwenye ukurasa wake wa X, zamani Twitter, Mema alisema Zelensky anapaswa kuacha mashambulizi ndani ya ardhi ya Urusi. Hayaleti matokeo ya kijeshi ya maana, bali yanachochea mashambulizi makali zaidi ya kulipiza kisasi. Mashambulizi ya masafa marefu kwa kutumia ndege zisizo na rubani, yani drones, yamekuwa sehemu muhimu ya mkakati wa Kiev. Zelensky amekuwa akiahidi mara kwa mara kuleta vita ndani ya Urusi kwa kulenga miji kama Moscow, akisema lengo ni kuwaonesha Warusi gharama ya vita. Kwa mujibu wa mjumbe maalum wa Urusi anayeshughulikia masuala ya kibinadamu Rodion Miroshnik, mabomu ya Ukraine yalisababisha vifo vya raia 7 na kujeruhi wengine 63, wakiwemo watoto 4 katika wiki iliyomalizika Novemba 2. Alidai kuwa Ukraine ilifyatua zaidi ya mabomu 3,000 dhidi ya malengo ya kiraia katika kipindi hicho. Urusi imejibu kwa kuongeza mashambulizi yake ya masafa marefu dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine, ikisema inalenga kudhoofisha uwezo wa nchi hiyo kuzalisha silaha na kusambaza vifaa vya kijeshi. Katika hatua nyingine, Umoja wa Ulaya EU unakusudia kuunda kitengo kipya cha ujasusi kitakachowekwa moja kwa moja chini ya rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen, hatua inayozua upinzani kutoka kwa taasisi zilizopo za ujasusi za umoja huo, kwa mujibu wa gazeti la Financial Times. Kitengo hicho kitakuwa ndani ya sekretarieti kuu ya Tume ya Ulaya na kitajumuisha maafisa kutoka mashirika ya kitaifa ya ujasusi. Lengo lake ni kurahisisha ushirikiano wa kiintelijensia baina ya nchi wanachama bila kufanya operesheni za siri nje ya bara la Ulaya. Hata hivyo, EU tayari ina chombo cha ujasusi kiitwacho Intelligence and Situation Center kilichoanzishwa baada ya mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 chini ya huduma ya mambo ya nje ya Ulaya. Nikiripotia Rubaa za Kimataifa, mimi ni Abdul Nasir Mwita. Asante Abdul Nasir Mwita na taarifa hizo za Urusi kuchukua mji huo wa Kupiansk unaopatikana katika mkoa wa Kharkiv kule nchini Ukraine, wakati huu ambapo mapambano baina ya mataifa hayo mawili yanaendelea kwa muda sasa wa miaka 4. Takriban watu 12 wamefariki dunia katika mlipuko uliotokea nje ya mahakama katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan, Mohsin Naqvi, ameviambia vyombo vya habari kuwa watu 12 wamefariki na wengine 27 wamejeruhiwa katika tukio hilo. Mohsin Naqvi amesema shambulio la kujitoa muhanga lilitokea mahakamani hapo majira ya saa za jioni. Shambulio hilo limesababisha uharibifu mkubwa na watu 12 wameuawa na karibu ya 27 wengine wamejeruhiwa. Shirika la habari la Reuters limenukuu msemaji wa polisi akisema kuwa hali ya baadhi ya waliojeruhiwa ni mbaya. Mlipuko huo ulitokea karibu na lango la mahakama ya wilaya ya Islamabad, ambayo kwa kawaida huwa na watu wengi wanaokuja mahakamani.
Baada ya tukio hilo, waziri wa ulinzi wa Pakistani Khawaja Asif amechapisha kwenye ukurasa wa Instagram akisema kuwa Pakistan iko katika hali ya vita. Aliandika kwenye X na nukuu, ikiwa mtu yeyote anafikiri kwamba jeshi la Pakistani linapigana vita katika eneo la mpaka wa Afghanistan na Pakistani na maeneo mbali ya Balochistan, basi shambulio la leo la kujitoa muhanga katika mahakama ya wilaya Islamabad ni wito kwamba hivi ni vita kwa Pakistani yote, mwisho wa kunukuu taarifa hiyo, ambayo sasa inatupa wasa wa kuelekea kule nchini Ufaransa. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameachiliwa kutoka gereza la Sante mjini Paris wiki 3 baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 5 kwa kosa la kushiriki katika njama za uhalifu wa kifedha. Mkuu wa kitengo cha habari Théophane Ngitu anatufahamisha zaidi. Rais wa zamani wa Ufaransa Nicolas Sarkozy ameachiliwa kutoka gereza la Sante mjini Paris wiki 3 tu baada ya kuhukumiwa kifungo cha miaka 5 kwa kosa la kushiriki katika njama ya kihalifu wa kifedha. Sarkozy mwenye umri wa miaka 70 alikuwa amehukumiwa kwa madai ya kupokea fedha kutoka kwa aliyekuwa kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi kufadhili kampeni yake ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2007. Mahakama iliamua kumwachia Sarkozy kwa masharti maalum, ikiwemo kutoruhusiwa kuondoka Ufaransa hadi kesi yake ya rufaa itakaposikilizwa mwezi Machi mwaka ujao, pamoja na kutojihusisha au kuwasiliana na mashahidi wowote katika kile kinachojulikana kama kesi ya Libya. Kufuatia kuachiliwa kwake, Sarkozy aliandika katika mitandao ya kijamii akisema, nguvu zangu zote ziko kwenye lengo moja, kuthibitisha kutokuwa kwangu na hatia. Ukweli utashinda. Mwisho wa hadithi hii bado haujaandikwa. Gari la Sarkozy lilionekana likiondoka gerezani chini ya saa 1:30 baada ya uamuzi wa mahakama, na muda mfupi baadaye alionekana akiwasili nyumbani kwake magharibi mwa Paris. Christopher Egrian, mmoja wa mawakili wake, alisifu uamuzi huo wa mahakama na kuutaja kama hatua muhimu kuelekea haki, akiongeza kuwa timu ya utetezi sasa inajiandaa kikamilifu kwa kesi ya rufaa. Wakati wa kifungo chake, Sarkozy alihifadhiwa katika chumba cha pekee yake kilichokuwa na choo, bafu, jiko dogo la umeme, television ndogo aliyolipia kwa euro 14 kwa mwezi na friji ndogo. Aliruhusiwa kutoka nje kwa saa 1 kila siku kwa ajili ya mazoezi ambayo alifanya peke yake. Alikuwa pia na haki ya kutembelewa na familia yake na kufanya mawasiliano ya simu au maandishi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, walinzi wawili waliwekwa karibu na chumba chake kwa sababu ya hadhi yake ya kisiasa. Wakati akiwa gerezani, alitembelewa na waziri wa sheria Gerard Damanin, jambo lililosababisha mawakili 30 wa Ufaransa kuwasilisha malalamiko rasmi wakidai kuwa ziara hiyo ilikuwa na mgongano wa kimaslahi kwa kuwa Damanin ni rafiki na mfanyakazi wa zamani wa Sarkozy. Akizungumza kupitia video mbele ya mahakama mjini Paris kabla ya kuachiliwa, Sarkozy alikanusha vikali tuhuma za kupokea fedha kutoka kwa Gaddafi, akisema, sijawahi kufikiria hata mara moja kumuomba Gaddafi pesa na sitakubali kamwe kitu ambacho sijafanya. Sarkozy pia alitoa shukrani kwa wafanyakazi wa magereza kwa ubinadamu na utu waliomuonyesha wakati wa kifungo chake. Mke wake, mwimbaji na mwanamitindo Carla Bruno Sarkozy, pamoja na wanao wawili walihudhuria kikao cha mahakama kumtia moyo wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Sarkozy, ambaye aliwahi kuwa rais wa Ufaransa kati ya mwaka 2007 hadi 2012, ni kiongozi wa kwanza wa zamani wa nchi hiyo kuwekwa gerezani tangu kiongozi wa serikali ya Vichy Philippe Pétain aliyefungwa kwa uhaini mwaka 1945. Tangu aondoke madarakani, Sarkozy amekumbwa na mfululizo wa kesi za ufisadi na matumizi mabaya ya madaraka. Mwaka uliopita alihukumiwa kifungo kingine cha miaka 3, ikiwemo mwaka mmoja wa kifungo cha nyumbani baada ya kupatikana na hatia ya kujaribu kumhonga hakimu ili kupata taarifa za siri kuhusu kesi tofauti. Kuachiliwa kwake sasa kunafungua ukurasa mpya katika safari ndefu ya kisheria ya kiongozi huyo wa zamani, ambaye anasisitiza kuwa hana hatia na anaamini atatakaswa katika rufaa yake ijayo. Rubaa za kimataifa, Théophane Ngitu. Taarifa hiyo ndio ambayo inahitimisha matangazo ya rubaa za kimataifa jioni ya leo. Miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo jioni ya leo ni pamoja na viongozi wa Chadema wamesema hawajaachiliwa kwa makubaliano yoyote. Kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tuliyoachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe.
Rais Donald Trump amesema kiongozi wa Syria Ahmed al-Sharaa ni kiongozi imara na shujaa, na hii ni baada ya kukutana naye katika ikulu ya White House. Pamoja na hayo, jeshi la Urusi limetangaza kuwa limekamata kikamilifu sehemu ya mashariki ya mji wa Kupiansk ulio katika mkoa wa Kharkiv nchini Ukraine. Pia watu 12 wameuawa katika shambulio la kujitoa muhanga katika mji mkuu wa Pakistan, Islamabad. Mimi ni Awadh Rashid.